Hope uko poa mtazamaji wa Sports Fact TZ, usisahau kulike, kusubscribe na kucomment ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa za kimichezo kwa undani kupitia TV hii ya Sports Fact TZ. Sasa moja sakata kubwa ambalo linaendelea hivi sasa hapa nchini Tanzania ni kuhusiana na issue ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara mara baada ya kutoa adhabu mbalimbali na kushusha lungu kwa vilabu mbalimbali. Vilabu vilivyoshushiwa malungu mojawapo ni Wekundu wa Msimbazi Simba, ambacho tayari mpaka hivi sasa kimeweza kutozwa takriban shilingi milioni 22 na wachezaji wake kama Suleiman Mwalimu kuweza kupatiwa adhabu ya kufungiwa takriban mechi 3 pamoja na kiasi cha shilingi milioni 1. Yupo pia Duchu ambaye pia na yeye adhabu hiyo imemkumba. Sasa klabu ya Dar es Salaam Young Africans imewasilisha malalamiko rasmi kwa bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Barua ya Dar es Salaam Young Africans ambayo imebeba mambo mbalimbali ikiwemo kulalamikia kuhusu kamati ya masaa 72 kuchelewa kuketi kikao chake kwa ajili ya kutoa adhabu kwa Suleiman Mwalimu ambaye hakuonyesha mchezo wa kiungwana kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji kwa beki Andy Bikoko. Yanga wanachojaribu kulalamikia ni kwamba kamati ya masaa 72 kwa mujibu wa kanuni ilipaswa kuketi kabla ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, na pengine Suleiman Mwalimu huenda asingekuwa sehemu ya mchezo huo, na Yanga wanalalamikia kucheleweshwa kwa bodi ya ligi kuu kuweza kuketi. Lakini kingine Yanga ambacho wanalalamikia mpaka hivi sasa ni kuhusiana na adhabu waliopewa waamuzi wa mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mwamuzi wa dabi ya Kariakoo nikimaanisha line namba 2 ambaye yeye amefungiwa miezi 6 kutokana na kutafasiri sheria vema ya mchezo. Mwamuzi ambaye alilikataa bao la Suleiman Mwalimu akisema ni offside. Lakini pia mwamuzi Lanzman namba 2 ambaye alilikataa goli la Prince Mpumelelo Dube ambaye alitafasiri Dube kuotea kufungiwa kwa miezi 3. Wanatamani kupata tafasiri kwamba ni sheria gani ambayo ilitumika pale kwa ajili ya kutafasiri kwamba huyu afungie miezi 6 na huyu afungiwe miezi 3, angali wote walikuwa wametenda kosa linalofanana la kushindwa kutafasiri vema sheria, ikiwemo kuona wachezaji wale kama waliotea. Hayo ni miongoni mwa maswali ambayo klabu ya Yanga imeweza kuwasilisha kwenye bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Lakini ukitazama overview ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara, ukitazama mpaka sasa imekuwa fair sana kwa klabu ya Yanga. Cha kwanza, Yanga kuna baadhi ya matukio ambayo hajachukuliwa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara kama makosa, ikiwemo tukio la ikiwemo tukio la Baka ambaye alionekana kucheza rafu kwenye mchezo Yanga dhidi ya JKT Tanzania, ambapo alionekana kumkaba ama kumkabia chini mchezaji yule na kumngangania, hali ambayo ilionyesha pia mchezo sio wa kiungwana. Hajachukuliwa sheria yoyote ama hatua yoyote Baka. Lakini pia kingine ni issue ya vyumba vya kubadilishia nguo wakati wa dabi ya Kariakoo, ambapo kulionekana mashimo yaliyotobolewa kiasi kwamba kushukiwa kwa mwenyeji ndiye ambaye alifanya vitu vile kuelekea dabi ya Kariakoo. Lakini bodi haijafanya maamuzi yoyote kuhusiana na sakata hilo. Iweje Yanga wahitaji maswali mengi kuwauliza bodi ya ligi kuu Tanzania bara? Pengine Yanga ni miongoni mwa timu ambayo inajaribu pia kuweza kutamani kuipelekesha bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuweza kuwasikiliza upande wao na sio kufata kanuni ambazo zilitungwa chini ya bodi pamoja na vilabu ambavyo huhusika kutunga kanuni mbalimbali kabla ya ligi kuu kuanza. Lakini watu wengine wameangalia mbali zaidi kuelekea mchezo dhidi ya Tanzania Prisons. Tayari uwanja wa CCM Sokoine umesimamishwa kwa ajili kutokana na kutokukidhi vigezo. Wengi wanaona kama Yanga amebebwa kuhusiana na hilo, kwani mchezo ule ulipaswa kuchezwa pale CCM Sokoine, na sasa pengine utalazimika kwenda jijini Dodoma ama maeneo mengine ambako Tanzania Prisons wataomba, na ni miongoni pia
mwa sehemu ambayo inatajwa Yanga walikuwa wakilalamikia sana ubovu wa kiwanja kile na kusukuma pia bodi ya ligi kuu kwenda kutazama na kutoka pia kwa kufungia wanapoelekea mchezo huo. Maswali haya yamezidi kuwapa kauli nyingine nyingi mashabiki wa soka nchini Tanzania kuona pia Yanga ni miongoni mwa timu ambao imekuwa ikitengeneza migogoro na bodi ya ligi kuu Tanzania bara kwa ajili ya kuipa pressure kushindwa kungamua kwenye mambo ambayo inayangamua. Ni nini hasa Yanga inakihitaji kutoka kwa bodi ya ligi kuu Tanzania bara? Swali hili na kuachia wewe ushuke kwenye comment hapo.